Karibu katika episodi ya pili na ya mwisho ya Recap yetu. Kama bado hujitazama sehemu ya kwanza, hakikisha unagusa hicho kipop-up kinachogeza juu kabisa upande wa kulia maskini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Ni ndani ya jengo kubwa la hospitali. Mwamba Pau alikuwa ameagizwa kwamba aende akafungue milango ili angalau madaktari wapate upenyo wa kuingia huko ndani. Hasa Mwamba Alvin alivyobakia peke yake na Mwamba Javi akaanza kumwambia, "Umeona mshikaji wangu, namna ambavyo mimi nilivyo na huruma na kuhurumia wewe. Nimeweza kutembezea kichapo lakini bado nakuitia madaktari, lakini pia natengeneza mazingira ya wewe kubakia salama. Lakini si wewe mshikaji wangu una mpango wa kutuchongelea, kutusababisha wenzako tukafie gerezani wakati sisi tunakulinda. Kwa hiyo nikusii sana kwamba utakapokuwa umetoka hapa na kusaidiwa usije ukamtaja msichana huyu kama moi kuwa hai." Basi baada ya Mwamba Pau kuweza kurejea, moja kwa moja wakaanza kusafisha mazingira ya damu pale ambapo Mwamba Javi damu yake imeweza kutiririkia. Hawataki kabisa kuacha ushahidi kana kwamba kuna mtu ama mapigano yameweza kufanyikia katika mitaa hii. Wakati wanaendelea kusafisha, Mwamba Javi alikuwa akimtazama bidada ambavyo anaelekea kufa dakika si nyingi, lakini alikuwa anamuomba msamaha kwa kushindwa kuweza kumsaidia. Lakini bidada Ana alimwambia Mwamba Javi asihofu kabisa, kama atakufa basi ni mapenzi ya Mungu, lakini yeyote yule ambaye lolote atakwenda kumpata basi ni Mungu mwenyewe amependa. Lakini wakati huo wakahisi kana kwamba kuna mtu alikuwa anaingia kuelekea huko katika haya maeneo. Moja kwa moja ikabidi kumwambia bidada atulie na afumbe mdomo wake. Na Mwamba Pau akasema kwamba kuna mfanyakazi wa usiku ambaye anakuja, kwa hiyo ni muhimu wakajificha wao ili huyo mfanyakazi aje afanye ukaguzi na mwisho wa siku aweze kuondoka. Baada ya hapo warudi kuja kumwangamiza bidada. Hasa baada ya muda, yani kama dakika 30 hivi, wakawa wanarejea ndani ya kichumba baada ya kugundua kwamba hakuna mfanyakazi yote aliyekuwa anaingia ndani ya kichumba kuja kumcheki Javi kitambo sana yuko ahela, kwa maana alishafariki. Hasa huu ni msahara mwingine kabisa, kwa sababu Mwamba Javi hakuwa katika orodha ya wagonjwa ambao waliingizwa huku ndani katika maeneo ya mochwari baada ya kufa. Sasa huyu jamaa ataulizwa kwamba huyu Javi ameingiaje katika maeneo haya na ni kwa nini yuko huku ndani ikiwa hajaweza kutibiwa hospitalini na amekufa kifo gani? Hapa kwanza walichoka, wakaanza kutafakari ni kitu gani ambacho watakwenda kukifanya, kwa sababu mambo yanazidi kwa mengi kimasiala tu. Mwamba Pau ni mwoga sana, hakuwa na jambo lote la kufanya zaidi ya kusema kwamba tutakwenda kuozea gerezani maisha yetu yote, naona kabisa gereza hili hapa. Lakini Ivan akasema kwamba sio kirahisi namna hiyo, kwa sababu mwili wa Mwamba lazima tukaende tukaufukie sehemu tukaufiche, lakini pia huyu bidada lazima tumwangamize. Yani kama itakuja kuvunguruka basi ije kuvunguruka baadaye sana. Yani swala la gereza hata kama litakuwepo basi iwe ni katika juhudi ambayo wameifanya, lakini hiyo juhudi ikawa imeshindikana, lakini hawezi kukubali kizembezembe tu aelekee gerezani. Lakini bidada akasema kwamba kama uovu mmeufanya wa huyo Mwamba basi niwaambie kwamba inatosha. Mimi nawapia kwa Mungu wangu kwamba sitowahi kuwataja katika maisha yangu yote mpaka naingia kaburini. Naomba tu msinifanyie jambo lolote baya. Mwamba Pau akaanza kulainika, lakini Ivan akamvuta kwa nguvu na kumwambia kwamba acha upumbavu wewe. Yani unataka tumsikilize huyu bidada, anatudanganya hapo, akitoka hapo anatutaja unajua. Lakini huku ndani bidada Ana anajikongoja kweli kweli. Mwisho wa siku akawa ameweza kuanguka na moja kwa moja akaenda katika simu ya Mwamba na kuanza kutafuta mawasiliano ya polisi. Sasa huku wanaendelea kufanya bado maongezi yao na mabishano kila wakati. Kumbe bana bidada yuko kufanya mawasiliano. Moja kwa moja ikabidi waweze kuingia ndani. Ile wanaingia ndani wanakuta bidada alishamka kitambo na alafu anawasiliana na simu. Bidada hata kusubiria kuulizwa akasema kwamba nimempigia baba wangu na nimemwambia kwamba nimeamka niko mochwali, lakini sijapigia simu mtu yoyote yule tofauti na baba. Basi wakachukua ile simu na kuanza kukagua kuona kitu ambacho kiko ndani. Baada ya kukagua simu ya bidada, ni kweli waligundua kwamba bidada alikuwa anawasiliana na familia yake, lakini wakasema kwa sababu simu ya Javi ndio imetumika itaonekana ni planki tu. Basi wakamchukua bidada na moja kwa moja wakawa wanampeleka vyumba vya juu kabisa, huyu lazima uawe. Baadaye simu ikawa inaita tena, ikabidi kuweza kuipokea. Katika kuja kuicheki hivi mara mbili, kumbe walikuwa ni maafande. Kumbe bidada alikuwa ameipigia familia yake, lakini pia akawa amewapigia maafande, ila baada ya kuwapigia maafande akafuta rekodi kana kwamba amewapigia watu wengine tofauti na baba yake. Haraka sana wakamchukua bidada wakamrudisha tena katika maeneo ya hospitalini, wakamlamba mbata za kutosha sana, yani piga kweli kweli. Yani unawapigia maafande afu unatuambia umempigia baba yako peke yako. Hasa Mwamba Ivan akawa ametoka nje kwa hasira kidogo, akabakia hapa Mwamba Pau tu akiwa ameachiwa maagizo kwamba ammalizie bidada. Lakini Mwamba kati anaendelea kujiandaa ili aweze kumalizia bidada Ana akaanza kusema kwamba hivi unajua wewe sio muuaji. Ivan ndiye muuaji kwa sababu yeye ndo ameweza kumuua huyo jamaa, lakini wewe hujafanya kitu chochote kile, lakini kupitia kitendo ambacho wewe ulikuwa unakifanya ndio kimesababisha mimi niweze kuamka. Maana yake bila wewe kunifanyia vile mimi nisingeweza kuamka. Kwa kweli ndakuwa na roho mbaya zaidi kama nikisababisha wewe uweze kufungwa gerezani wakati kupitia wewe ndio nimeweza kuamka. Kwa hiyo wewe unakosa lolote, mimi nakushukuru kwa sababu umenisaidia nimeweza kuamka, lakini huyo Ivan ndio muuaji kwa sababu amemuua rafiki yake. Kwa hiyo anataka na wewe uniue mimi ili muwe wote mna kesi sawa za mauaji, wote muweze kuelekea gerezani, lakini yeye peke yake ndo anastahili kuelekea gerezani kwa sababu yeye ndo ameweza kumuua rafiki yake Javi. Wewe hujafanya kosa lolote la mauaji, wewe umenisaidia tu mimi nimeweza kuamka, mimi sina ubaya na wewe hata kidogo. Mwamba Pau haya maneno yanamuingia, lakini wakati mwingine anamtoka, kaanza kumfunga bidada
bidada mikono, lakini bidada akamwambia kwamba kumbuka, ametoka nje makusudi, lengo ni kwamba uniue wewe peke yako na kuna uwezekano huenda atakuwa na kurekodi. Lakini kumbe mwamba Ivan alikuwa ameelekea sehemu fulani hivi kuchukua lile bini la kuwekea takataka na moja kwa moja waje kumpakia bidada baada ya kuweza kumuua kisha waweze kumtupa. Lakini mwamba akawa anapata shida kidogo kulibeba lile bini kwa sababu kuna manesi fulani ambao walikuwa wanapiga smoke, yani wanavuta sigara katika maeneo haya. Moja kwa moja bana bidada huko ndani akaanza kujikongoja kujifungua zile kamba ambazo alikuwa amefungwa na mwamba Pao. Kumbuka Pao yuko kuangalia isije kawa kweli anarekodiwa kama alivyoweza kuambiwa na bidada, yuko kagua maeneo. Kumbe bidada bana akaendelea kuklot taratibu anatoka nje. Hasa baadaye kidogo mwamba Ivan ndio hivyo amesharudi, anakuja kugundua kwamba bidada hayuko pale ndani. Moja kwa moja akamfuata Pao, alikuwa anahangaika kutafuta maeneo ya kamera, akaja kumwambia kwamba bidada ametoroka. Moja kwa moja akaanza kuhangaika kwenda kumtafuta bidada popote alipo. Bidada alipambana sana kuelekea huku na kule, lakini mwisho wa siku alikuja kuingia ndani ya elevator, ila anafunga tu mlango, ghafla tu mwamba akawa ameweza kujitokeza na kuanza kumvuta sana bidada. Lakini walipofanikiwa kumrudisha bidada sehemu husika, wakaanza kuulizana, hivi ni kweli ulimuua Javi wakati mimi nimetoka? Inaonekana mwamba Pao aliambiwa na bidada kwamba jamaa alirudi na kuweza kumuua Javi, sio kwamba Javi alikufa mwenyewe pale ndani, bali inaonekana Avin ndio alikuwa ameenda pale na kwenda kumuua kisirisiri. Lakini mwamba Ivan akasema kwamba ni kweli kabisa, nilirudi kumuua jamaa yule, lazima angekuja tutuchoma, mimi namjua, ni mshikaji wangu, namuelewa vizuri. Jamaa tabia yake kubwa zaidi ni kuongea unajua. Na Ivan akaendelea kuhamasisha kwa kusema kwamba mtu yote ambaye ni snitch mimi namwangamiza, sijali chochote kwa ajili ya usalama wangu. Lakini mwisho wa siku mwamba Pao akaanza kumogopa mpaka huyo Ivan, na moja kwa moja Ivan akatoa shuka jeupe na kusema kwamba amwangamize bidada. Basi akamlazimisha sana mwamba Pao, na mwisho wa siku bana wakajikuta wanaanza kumminya sana bidada ili aweze kusuffocate, yani kukosa pumzi kabisa. Waliminya mdada watu bila hata huruma kwa muda mrefu sana. Mwisho bidada naye akaweza kukata moto, wakambeba wakamrudishia katika kitanda kwa sababu huyo alikuwa ni marehemu, kwa hiyo hawana haja kabisa ya kwenda kumtupa. Basi mwamba Ivan akachukua lile keni na moja kwa moja akampakia Javi na kuanza kumtoa nje ya hospitalini. Jamaa huku Pao akamchukua bidada akamweka vizuri, akamrudishia katika sehemu alikuwepo kabla. Baada ya hapo mwamba Pao akanataka kuanza kuondoka zake, lakini hapa tu akamfuata bidada na kumwambia kuwa igiza kana kwamba umekufa. Kumbe wakati wanaminya pale puani, mwamba alikuwa amemzuia bidada asiweze kukosa pumzi. Kumbe mwamba Pao na kushirikiana na bidada Ana walikuwa wamemchezea mwamba Avin mchezo tu. Jamaa Avin amerudi anasema si bidada alikuwa amekata moto mazima, akataka kwenda kumkagua. Jamaa Pao akamwambia wewe, tunapoteza muda, kuna mlinzi ambaye ataingia katika zamu ya sasa hivi, tuende zetu bana. Basi bana wakawa wanateremka taratibu kutokea katika ile eneo la hospitalini, wanajifariji kwa kusema kwamba msala mzima umeisha, ikiwezekana bana tutoroke mazima tusije tukarudi tena katika maeneo haya ya hospitali. Lakini Pao akawa anasema kwamba vipi wakija kugundua kwamba mwili wa mwamba Javi upo kule katika maeneo ya bini, unajua itakuja kuwa shida kidogo, kwa sababu ule mwili watataka kuchunguza umetokea wapi na ni kwa nini umeweza kujeruhiwa. Lazima watakuja katika maeneo ya mochwari kwa sababu yale maeneo yako jirani kidogo na mochwari. Lakini pia tukumbuke kwamba katika maeneo ya hospitalini hapa pana CCTV kamera. Wakati nyinyi mnaingia hapo hospitalini, CCTV kamera ziliweza kuona na uliingia wewe Ivan pamoja na Javi. Kwa lugha nyepesi ni lazima watakuja kutuhisi sisi kwa sababu hizi picha za mwamba zipo. Wakaja kugundua kwamba hapo katika msala mkubwa sana, hawawezi wakafanya chochote kile kuweza kukimbia msala huo, lazima tu watoroke kuelekea nje ya nchi kabisa. Hasa ile wamefika tu jirani kabisa na mlango, wakaja kushtuka kwamba kuna mtu ni kama alikuwa anaingia ndani. Kuja kumtazama mara mbili, kumbe ni bidada Ana, tayari alishapata nguvu na amewafuata mpaka huko alikokuwa anaelekea kutoka. Mwamba Ivan akagundua kwamba Pao ameweza kumsaliti kwa sababu alimwambia kwamba hakikishe kama bidada amekufa au bado hajafa. Akataka kuanza kumtembezea kichapo mwamba Pao, lakini ghafla tu bidada Ana akaja nyuma ya mwamba Ivan na kuweza kumchoma na dispisi katika maeneo ya shingo. Lakini Pao akamsihi sana bidada Ana asifanye jambo hilo kwa sababu wao ndo wanakaribia kutoroka, lakini Ana akasema kwamba sio tu huyu peke yake bali hata wewe ustahili kuishi. Akampiga mpaka sindano yule mwamba Pao, na huo ndio ukawa mwisho mbaya wa mwamba Pao pamoja na mwamba Ivan. Maisha yao ndio walikuwa wameishia hapo. Marehemu aliweza kuwateketeza wote, bidada Ana yu mzima tena bana. Hasa unaweza ukaangusha komenti yako hapo down, umeonaje mzigo huu kutoka mwanzoni ilipokuwa umeanza mpaka hapa mwisho? Unadhani maamuzi ambayo bidada Ana alikuwa ameyafanya kule mwishoni alikuwa ni maamuzi sahihi kabisa kuweza kumteketeza mpaka mwamba Pao? Na kama unahisi alikuwa si maamuzi sahihi, unadhani kwa nini zaidi? Kwao ni kusi pia kugusa alama ya kulike, lakini pia kama bado hujagusa alama ya kusubscribe usisahau kugusa alama ya kusubscribe kwa sababu hiyo ndio inakuhakikishia wewe kupata recap nyingine zote tunazokwenda kuzitoa. Na kutoka mwanzoni kabisa mwa recap yetu ulikuwa na mimi naitwa DJ Pona, hii ni PVP Media Max. Karibuni sana katika recap ijayo hii hapa.